Katika mwaka 2018, wakuu wa nchi na serikali wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC walipitisha azimio muhimu katika mkutano wao uliofanyika Windhoek, Namibia. Azimio hilo lilihusu kuadhimisha tarehe 23 Machi kila mwaka kama siku ya kukumbuka harakati za ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika. Siku ya leo ni siku muhimu sana kwa nchi yetu, lakini ni siku muhimu sana kwa nchi za kusini mwa Afrika. Mwaka 2018 wakuu wa nchi na serikali walipitisha azimio katika mkutano wao ule uliofanyika pale Windhoek nchini Namibia, kwamba kila tarehe 23 kila mwaka mataifa yote ya SADC yafanye maadhimisho haya ya kukumbuka siku ya ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika, ikiwa ni juhudi za kuenzi na kuhifadhi kumbukumbu na historia hii ya ukombozi wa nchi mbalimbali, hasa hizi za kusini mwa Afrika na bara la Afrika kwa ujumla. Na kwa nchi yetu sisi kama Tanzania, siku hii ni muhimu, tukikumbuka kwamba nchi yetu ya Tanzania ni miongoni mwa mataifa ambayo yalijitoa bila kujibakiza kuhakikisha kwamba bara zima la Afrika linakuwa huru. Na utakumbuka kwamba mataifa mengi ambayo yalikuwa bado hajapata uhuru, baada ya siku kupata uhuru, yalikuwa ni ya kusini mwa Afrika. Kwa hiyo kupitia viongozi wetu wa mwanzo, hayati baba wa taifa na viongozi waandamizi wote wa wakati huo, walijitoa kweli kwa akili zao zote na kwa moyo wao wote kuhakikisha kwamba wanatoa mchango wao ili Waafrika wenzao nao waishi kama wao baada ya sisi kupata uhuru. Ndipo sasa juhudi mbalimbali za kukaribisha makundi mbalimbali, vyama mbalimbali vya ukombozi, wana harakati mbalimbali ambao nao walijitoa katika mataifa yao, kwa sababu ya mazingira ya nchi zao ilibidi wakafanye harakati hizo nje ya ardhi ya nchi zao. Kwa hiyo karibu wote walikuja Tanzania kwa wakati huo. Kwa hiyo Tanzania ikawa ni mwenyeji wa makundi mbalimbali ya kupigania uhuru wa mataifa hayo ya. Kwa hiyo siku hii ni muhimu sana kwa nchi yetu, lakini ni muhimu sana kwa nchi zote za Afrika, tukikumbuka kuhusu hizo harakati. Lakini pia siku hii kwa nini iliteuliwa na wakuu wa nchi? Siku hii iliteuliwa na wakuu wa nchi wakikumbuka tukio muhimu sana lililotokea mwaka 1988 mwezi Machi, ambapo katika mji wa kusini mwa Angola unaitwa Kwato Canovia, ni mji ambao viliratibiwa vita vikali sana vya kuisaidia Namibia kupata uhuru. Hasa katika vita vile vilikuwa ni Afrika Kusini ambayo ndio ilikuwa inaitawala Namibia kwa wakati huo, ilikuwa inapambana sana na Angola pamoja na majeshi ya Afrika. Majeshi ya Afrika, lakini na majeshi mengine ambayo yalikuwa yanapata support mbalimbali kutoka kwa nchi za Afrika, na nchi kama Cuba zilikuwa zinasaidia kuhakikisha kwamba Namibia anapata uhuru. Lengo kuu la maadhimisho haya ni kuheshimu na kuenzi mchango wa wapigania uhuru, taasisi iliyokuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha uhuru wa nchi hizi unapatikana, na viongozi waliopigania ukombozi wa mataifa haya dhidi ya ukoloni na ubaguzi wa rangi. Kamati ya ukombozi ilianzishwa kwa ajili ya kuchangia damu, lakini kadri siku zilivyozidi kwenda, waasisi walitumia kamati hii kwa ajili ya kusaidia uhuru wa nchi za Afrika, hususan kwa ukanda wa kusini mwa Afrika, na kuhakikisha inasimamia vyema na kutoa misaada mbalimbali ili kuung'oa utawala wa kikoloni ambao ulikuwa unadumaza maendeleo ya Mwafrika. Kuanzishwa kwa kamati ya ukombozi wa bara la Afrika ilikuwa ni wazo la Rais Ben Bella. Rais Ben Bella alipendekeza kwamba nchi za Afrika zitafute chombo ambacho kitasaidia katika harakati za ukombozi wa bara la Afrika.
lakini chombo hicho kisiwe cha kivita, yani kisiende kupigana vita katika hizo nchi, kitoe misaada na kushauri kuhusu harakati za ukombozi wa bara la Afrika. Kwa hiyo Ben Bella akapendekeza kwanza ianzishwe kamati ya ukombozi wa bara la Afrika na makao makuu yake yawe Tanzania, ambayo ndio hapa tulipo kwenye kituo cha ukombozi wa bara la Afrika. Ofisi hizi ndio zilikuwa ofisi za kamati hiyo, na Ben Bella alisema kabisa kwamba chombo hicho kiwe ni bank of blood, yani sehemu ambayo nchi zitakuwa zinatoa damu kwenye hiyo kamati, alafu hiyo kamati itakuwa inachukua hizo damu inapeleka sehemu mbalimbali. Maana yake haikuwa ni damu pase, ingawaje kuna wakati Tanzania na tulitoa damu kwa ajili ya kusaidia hasa Msumbiji wakati wa vita vile vya kukomboa Msumbiji. Tulitoa damu kabisa, watu walitolewa damu kabisa na zikasafishwa kupelekwa kule kwa ajili ya kuwasaidia wanajeshi na wale walikuwa wanapata maafa katika vita vya Msumbiji. Lakini lengo hasa la hiyo to donate blood maana yake ni kuchangia vitu vidogo vidogo, nguo, silaha, yani vitu vyote vinachangiwa hapa. Kwa hiyo hii kamati wakati huo sasa ilipokuja ilianza kuongozwa na watu wengi, lakini Oscar Kambona kwa mwenyekiti, baadaye akaja Magombe, akaja Chale, lakini mtu ambaye alifanya kazi kubwa kuliko watu wote na kweli tunamshukuru na tunamsifu sana ni Hashim Bita. Kwa hiyo walivyoanzisha hiyo kamati ikagawanya, ikawa na sehemu kama 2 au 3. Kukawa na kitu kinaitwa SDU. SDU ni Special Duty Unit. Hawa walikuwa ni wanajeshi. Kazi yao wao ilikuwa ni kuchukua hivyo vitu vinavyoletwa, stationaries, uniform, silaha, kuzipeleka katika zile nchi ambazo zinapigania uhuru. Kwa mfano, walikuwa wanachukua silaha hapa, labda zilikuwa zinaenda Zimbabwe. Walikuwa wanatoka hapa, wanapitia kwa barabara kwa magari ya Tanzania. Wanapitisha kwa barabara, wanapita Morogoro, Iringa, Mbeya, mpaka zinavuka mpaka, wanaingia Zambia, mpaka wanahakisha zinaingia kwenye mpaka wa Zimbabwe. Alafu ndo wanaziacha wao wanarudi. Wakishazikabidhi kwa wale wapigania uhuru ndo wanarudi. Kwa walifanya kwa nchi zote hivyo hivyo. Walifanya pia kwa Afrika Kusini, walifanya pia kwa Msumbiji. Kwa hiyo ndo kazi ya hiyo kamati ya ukombozi wa bara la Afrika. Ndio ilikuwa kazi yake kubwa hiyo. Kwa hiyo tunaposherehekea leo kwamba tunafanya sherehe ya kusherehekea sikukuu ya ukombozi wa nchi za kusini mwa bara la Afrika, kwa kweli ni kitu ambacho lazima tukisherehekee, kwa sababu hakikuja kama zawadi. Yaani sahani tulionayo leo ambayo tunaiona, ambayo imejaa chakula kizuri, imejaa amani, ndio kuna shida ndogo ndogo, lakini imejaa amani, imejaa nini, ni kazi kubwa iliyofanywa na wazee wetu wa zamani, hasa Tanzania. Katika karne ya 20, mataifa mengi ya kusini mwa Afrika yalikuwa chini ya ukoloni wa mataifa ya Ulaya. Wakati huo wananchi walikandamizwa na kunyimwa haki zao za msingi. Harakati za ukombozi zilianza mapema kwa njia ya upinzani wa kisiasa, vita vya msituni na mashinikizo ya kidiplomasia hadi mataifa haya yakapata uhuru wake. Baadhi ya nchi kama vile Angola, Msumbiji, Zimbabwe, Namibia na Afrika Kusini zilishuhudia vita vikali vya ukombozi vilivyodumu kwa miaka mingi. Harakati hizi zilihusisha mashujaa kama vile Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Samora Machel wa Msumbiji, Nelson Mandela wa Afrika Kusini na wengine wengi waliosaidia harakati za kuikomboa Afrika kutoka katika minyororo ya ukoloni. Kila ifikapo tarehe 23 Machi, maadhimisho hufanyika ya kukumbuka harakati za kupambania uhuru wa nchi zilizoko kusini mwa Afrika, yakiongozwa na Kituo cha Urithi na Ukombozi wa Bara la Afrika. Kituo hiki ni kumbukumbu muhimu ya historia ya mapambano ya uhuru wa mataifa ya SADC. Tanzania
ilikuwa katika mstari wa mbele ili kuhakikisha nchi hizi zinapata uhuru wake, kuwalinda wapigania uhuru na kuwapa hati za kusafiria kwa ajili ya kuendeleza mapambano dhidi ya ukoloni. Naomba nishukuru kituo hiki cha kumbukumbu ya ukombozi wa Afrika kwa kuamua kuadhimisha siku hii kwa namna yake na kwa kutunza kumbukumbu. Mimi wakati nafanya kazi hapa, mazingira hayakuwa hivi. Silaumu, lakini inabidi nipongeze hao waliopo kwamba mfanya kazi kubwa sana. Naomba ikiwezekana mwashangilie. Hivi karibuni kumetokea mambo makubwa Namibia. Naomba katika maelezo yangu na hilo nalo nilizingatie. Kwanza, alifariki rais wa kwanza wa Namibia ambaye ni mzee wetu mpendwa Samuel Daniel Shafishuna Nujoma. Ile barabara ya Samuel Nujoma pale baina ya Mwenge na Chuo Kikuu kuelekea Ubungo ni kumbukumbu kubwa na nzuri sana. Huyu mzee inaonyesha alipofika hapa Tanzania bara, Tanganyika enzi hizo, alipokelewa na mzee wetu mwingine ambaye ni marehemu ni John Bupimba Mugogo Mwakangale, au kwa kifupi John Mwakangale, kama alivyoweza kumpokea marehemu rais wa kwanza wa Afrika Kusini isiyo na ubaguzi wa rangi Nelson Mandela, na huyu naye alimpokea na wengine wengi. Katika kitabu hiki cha masimulizi ya Sheikh Thabit Kombo Jecha kuna alama za huyo John Elijah Mwakangale. Kwanza kwenye shukurani nimemtaja kwamba mzee John Mwakangale alinipa picha za kutumia kwenye kitabu hiki zilizohusu mkutano wa PAFMECSA Mbeya. Kuna PAFMECA na PAFMECSA. PAFMECA, Pan African Freedom Movement for East and Central Africa, ule umajumui wa Afrika ambao ulihusu nchi za mashariki na kati, lakini baadaye ikawa PAFMECSA baada ya Afrika Kusini na Namibia kuunganishwa huko. Kwa hiyo ikawa PAFMECSA. Huyu mzee John Elijah Mwakangale ndiye alimpa jina la kutumia akiwa mpigania uhuru ambalo lipo katika hati ya kusafiria marehemu rais wa kwanza wa Namibia Sam Shafishuna Nujoma, akamwita Sam Mwakangale. Na wapigania uhuru wengi walipokuja hapa ilibidi wapewe majina ya huku ili kuwalinda dhidi ya maadui wa ukombozi, miongoni mwao na vile wa nje. Kwa hiyo ilibidi wapewe majina haya na hata hati zao za kusafiria. Hiki kituo kina hati ya kusafiria ya marehemu rais wa kwanza wa Namibia Sam Nujoma, akiitwa Sam Mwakangale. Pia wapo wapendwa wetu wengi ambao walijitoa katika hali na mali na wengine kupoteza uhai wao katika kuhakikisha nchi hizi zinapata uhuru na watu kuweza kuwa huru katika maisha yao na kuweza kufanya maamuzi yao wenyewe. Kwa kidiplomasia, Tanzania imefanya kazi kubwa mno katika nchi za Afrika Kusini. Kwa hiyo tunaheshimika. Kuna watu mpaka leo unafika sehemu unasema umetoka Tanzania, unakuuliza badala ya kuuliza rais wa Tanzania ni nani, unakuuliza Nyerere wa Tanzania ni nani. Kwa sababu ile Nyerere inakuwa kama vile ni cheo au ni kitu ambacho
ndani yao kwa sababu ya kuheshimu mchango wa Tanzania katika hizo nchi za kusini mwa Afrika. Nakumbuka kabla Mheshimiwa Mugabe hajafariki alifanya vitu viwili kwangu mimi naviheshimu sana. Cha kwanza aliuliza kwa nini hatujafanya chochote kumwenzi Nyerere. Kwa nini hatujafanya chochote kwa Afrika kumwenzi Nyerere? Nafikiri ndio wakafikiria wakaweka Ethiopia jambo moja wakalita Mwalimu Nyerere. Cha pili alimuita mtoto wa Hashim Mbita. Akaenda na Dada Sheila akapewa. Sasa nifikirie hivyo vitu. Yaani nchi inakumbuka mtu wa Tanzania. Ni kitu kikubwa. Yaani tusichukulie hivi vitu kirahisi sana. Ni kitu ambacho kusema kweli inatakiwa tujivunie na kufurahia kitu kama hicho. Mimi nilivyosikia kwamba mgeni rasmi kwenye kuapishwa kwa rais wa Namibia, mimi nilifurahi sana kwa sababu nilijua tayari kwamba Namibia wanajua mchango wa Tanzania katika nchi yao. Rais mpya wa Namibia mama amekaa Magomeni. Ameishi Magomeni. Kwa hiyo anajua Magomeni, anajua Kiswahili. Yeye mwenyewe anakuambia wakati huo akiwa hapa Mheshimiwa Mwalimu Nyerere alikuwa anamuita mama Namibia, mama wa Namibia, mama wa Swapo, mama wa Namibia. Alikuwa jina lake hata amuiti, anamuita hivyo tu. Tukutana mama hivi. No. Kwa hiyo ni ile mama mpaka leo nakumbuka hiyo mama. Ni heshima ambayo tunayo. Na hili nafikiri sio kitu cha kusema kwamba eti tunasubiri. Sisi kizazi hichi sasa hivi ni lazima tufanye kitu. Yaani lazima tuwe na huo moyo. Ukisema eti viongozi wa zamani walifanya vile kwa sababu ilikuwa wajibu wao kufanya vile kutokana na mazingira yaliyokuwa kipindi kile, tunawaone hapa sawa. Wao walifanya vile, sisi tufanyeje sasa? Wametukomboa kisiasa. Basi na sisi tupambane tujikomboe kiuchumi, au na sisi tunasubiri vile kwamba Mama Samia afanye, serikali ifanye? Hapana. Wale wenzetu walifanya. Ukimwangalia kwa mfano, ukichukua historia ya Hashim Mbita, ukavaa viatu vya Hashim Mbita ukajiona kama wewe unafanya kazi, utajiona kama wewe bado dunia inakudai. Kwa sababu yule mzee alifanya vitu ambavyo ukivifikiria. Kuna siku nilikuwa naongea na Dada Sheila, anakuambia kuna wakati baba yake alikuwa anawafuata shuleni. Kwamba nyumbani mzee hakai, anakuja Tanzania leo, kesho anatakiwa aondoke. Kwa hiyo mzee anakuja ofisini hapa anafanya kazi zake, jioni anatakiwa aende sijui wapi. Kwa hiyo anatoka hapa anakimbia shuleni. Aenda kuambia walimu, naomba nione mtoto wangu. Kwa watoto wanaitwa, anawasalimia shuleni, anamaliza pale nini na nini, anampigia simu mke wake, anakuja hapa ofisini, wanaongea. Hana muda wa kwenda nyumbani kukaa na watoto wake. Na yuko Dar es Salaam. Sasa sisi moyo huu tunao. Tunaifanyia nchi yetu hivyo kweli? Yaani tukifanya kazi hivyo kweli nchi tutalalamika kweli? Kwamba kuna kitu kimekwama, kuna kitu hakipo, kuna kitu hakipo. Tufanye kazi, yaani hawa iwe rejeo katika kutengeneza uchumi wa nchi zetu. Maadhimisho haya ni muhimu sana kwa sababu mosi, kuendelea kuhifadhi historia ya ukombozi, kusaidia vizazi vya sasa na vijavyo kuelewa historia ya ukombozi na mchango wa wahusika mbalimbali. Pili, kuhamasisha mshikamano wa kikanda, kuyaleta karibu mataifa ya SADC na kutambua umuhimu wa kushirikiana na kuimarisha umoja wao. Tatu, kuhamasisha uzalendo na utaifa, hii ikienda sambamba na wananchi kuthamini uhuru na kuendelea kulinda misingi ya haki, demokrasia, kuheshimu mashujaa wa ukombozi. Hii ni njia mojawapo ya kuwaenzi waliopigania uhuru wa mataifa haya. Hii historia kwa mataifa mengi ya Afrika, tukianza na sisi wenyewe Tanzania, kuna juhudi mbalimbali ambazo zinaendelea kufanyika kuhakikisha kwamba vijana wanaifahamu historia hii. Na sisi kama Tanzania, moja ya jukumu kubwa ambalo tunalo, ambalo tunaendelea nalo na tunahitaji tuongeze juhudi kubwa zaidi, ni katika kuhakikisha kwamba historia hii inaelezwa sio tu kwa Tanzania,
inaelezwa kwa bara zima la Afrika waweze kulifahamu, kwa sababu kama ambavyo unavyofahamika kwamba Tanzania ndio kiongozi kwa sasa, ndio kiongozi wa uhifadhi wa kumbukumbu hizi za historia ya ukombozi wa bara la Afrika, na juhudi zilizopo ni kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna miundombinu mikubwa na hivi karibuni tutaanza kushuhudia hayo. Muda si mrefu juhudi zinaendelea kuwa na miundombinu mikuu, kwa sababu sisi kama nchi tumepewa jukumu la kujenga kituo kikuu cha uhifadhi wa kumbukumbu za ukombozi wa bara la Afrika, ambapo katika hicho kituo kutakuwa kuna makumbusho makubwa ya kisasa, maktaba kubwa ambayo itahifadhi vitabu vinavyozungumza hii historia. Tutakuwa na kituo cha nyaraka zote ambazo zinahusu zitakuwepo humo, lakini tutakuwa na kituo cha taarifa, multimedia center. Hasa hicho jukumu lake kubwa ni kutengeneza hayo maudhui kwa namna mbalimbali, kama ni filamu, kama ni makala mbalimbali, kama ni kwa namna mbalimbali ambazo jamii itaweza kuzipata. Lengo ni kwamba tunataka Tanzania tuendelee kuwa kiongozi wa kusambaza hizi kumbukumbu barani Afrika, lakini na dunia nzima. Hizo kumbukumbu kwa usahihi wake zitatoka Tanzania. Kwa hiyo mataifa yote ya Afrika yanaendelea nayo na juhudi zao mbalimbali, na sisi tunaendelea kuwa kama waratibu wa juhudi hizo kwa niaba ya nchi zote za Afrika. Kwa hiyo juhudi zingine zinazoendelea ni pamoja na kuhakikisha kwamba mitaala ya kufundishia inaingiza hayo maudhui kwa ukubwa wake, na hili limeshaanza kwa Tanzania, lakini na nchi nyingine hasa za SADC juhudi hizo zinaendelea kwa uratibu wa SADC yenyewe, na ndio maana SADC iliratibu uratibu ule mradi mkubwa ambao ulipewa jina la Hashim Mbita Project. Wakatoka na vitabu vingi sana vikubwa ambavyo vimekusanya na kuiandika hii historia. Vitabu kuanzia ya kwanza mpaka ya 9 ni vitabu vikubwa. Kwa hiyo juhudi zinaendelea zikiratibiwa na nchi moja, lakini zikiratibiwa na jumuiya hizi kama SADC, na juhudi zinaendelea kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha kwamba hizi kumbukumbu zinaendelea kuhifadhiwa, lakini zinahakikisha kwamba hasa vijana wanazipata kwa lugha rahisi, kwa lugha ambayo wao wataielewa, kwa lugha ambayo wataelewa vizuri bila kupata changamoto yoyote. Kwa kuadhimisha siku hii kila mwaka, mataifa ya SADC yatahakikisha kwamba vizazi vya sasa na vijavyo vinaendelea kufahamu na kuthamini mchango wa wapigania uhuru katika kuleta uhuru, amani na maendeleo ya kikanda.